Sisi ni wamoja, ni family, sote ni ndugu. Usiponikuta hapo utanikuta pengine. Mimi niwaambie ndugu zangu kwa kubalizia tu. Mimi nikiwa mkurugenzi wa mashtaka, wengine ni mashahidi. Mwanakwerekwe nilikuta kuna kesi 1532 zilizofunguliwa mahakama za wilaya ya Mwanakwerekwe. Nikazifuta kesi 1060 zilikuwa za uonevu. Mtu aende akasome ripoti ya miaka 5 ya ofisi ya DPP, ipo kesi 1000 watu walikuwa wakionewa, wakidhulumiwa, nikazifuta. Mahakama za Vuga nimekuta kwenye mahakama za mikoa kesi 492, nikazifuta kesi 401, tukabakiwa na kesi 95. Mahakama za mikoa Vuga kesi 400 za kubambikiziwa watu, hazina ushahidi, nenda rudi, lete pesa. Hivyo ndio nchi inavyoendeshwa. Na mimi na challenge, kuna kesi ipi ya mwanasiasa aliyeshtakiwa wakati mimi nikiwa mkurugenzi wa mashtaka? Mwanasiasa aliyeshtakiwa alikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini. Alishtakiwa, tulimshtaki pamoja na wenyewe kumtimgia kifua kwa kuchoma hoteli ya Naila Dada, na tukasimamia mpaka akafungwa. Alijua hawezi kufungwa kwa sababu yeye ni kiongozi wa CCM. Tukamwambia hakuna CCM aliyekuwa juu ya sheria katika nchi hii. Sasa ndugu zangu, hawa jamaa kama wameshindwa na la kusema, na kiasi washindwe la kusema. Ndugu zangu, tafuteni viongozi, msitafute wabangaizaji. Huko tumetoka, nchi imedamirika kwa kukosa uongozi. Sasa ACT imekuja kuwapa uongozi, kuwaongoza kwenda kuinusuru nchi yetu na ujinga kama huu. Ndio maana tunasema huu mwaka wa kuinusuru Zanzibar, na kwamba ujinga sasa tumeelewana. Nadhani wamesikia. Nadhani wamesikia. Ndugu zangu, tumekuwa kwenye ziara sehemu mbalimbali, na leo Kiwani nimekuwepo. Kila tunapokwenda kinachozungumzwa maumivu, kinachozungumzwa dhulma za watu, kinachozungumzwa jinsi gani watu walivyokuwa na njaa, jinsi ambavyo hakuna ajira. Hayo ndio ambayo tumekuwa tukizungumza, tumekuwa tukiyasikia. Ndugu zangu, tumeeleza vya kutosha yale ambayo chama chenu chini ya uongozi wenu kama rais wenu tutayafanya, na mimi mmeyasikia.